Hapa naona taarifa ambayo imetolewa na wekundu wa Msimbazi Simba muda mchache uliopita. Wanasema klabu ya Simba inatoa taarifa kwa wanachama, wapenzi na umma kuwa mchezo nambari 184 dhidi ya Young Africans uliopangwa kufanyika tarehe 15 mwezi wa 6 2025 uko kama ulivyopangwa. Tunawasihi msihadaike na kelele za mtaani. Wale ambao mlinunua tiketi za mechi ya tarehe 8 mwezi wa 3 2025 wazitunze kwa ajili ya matumizi ya mchezo huo, na wale ambao hamjanunua tiketi wajiandae kununua baada ya tangazo la bodi ya ligi. Twendeni tukaujaze uwanja wa Mkapa. Inafahamika wazi kuwa ligi kuu NBC ina jumla ya timu 16 na si ligi ya timu moja. Kwa mujibu wa taratibu, kabla ya kuanza msimu, vilabu vyote 16 ushiriki vikao na kutoa mapendekezo ya kuboresha kanuni na taratibu ili kuimarisha ligi yetu. Hivyo wenye hoja wafuate utaratibu. Tunaomba bodi ya ligi na TFF watoe hadharani ripoti ya uchunguzi juu ya wale wote waliohusika kuharibu mechi ya ligi kuu jioni ya tarehe 7 mwezi wa 3 2025 na kuchukuliwa hatua stahiki na mamlaka husika. Kuchelewa kwa ripoti na kutokuchukuliwa hatua kwa wanaoendelea kuchochea ghasia ni sawa na kulinda uharamia katika mpira ambao unatia dosari mafanikio yaliyopo katika tasnia ya mpira wa miguu nchini kwa sasa. Hii imetolewa na uongozi wa klabu ya Simba Juni 10, 2025. Hii ndio taarifa kutoka kwa wekundu wa Msimbazi Simba. Simba wamewala TFF na bodi ya ligi wasithubutu kusogeza mbele mchezo. Ikitokea tena kusogeza mchezo mbele, ninachokiona mimi Simba ndo anakuja na ile hatuchezi. Ndicho ninachokiona. Yaani Simba wameweka mtego. Yaani ikitokea by enemies mchezo unatakiwa upangiwe tarehe nyingine. Ile hatuchezi inatoka Yanga inahamia Simba. Mind you, kwenye press ya Alikamu alisema zifuatwe hizo taratibu ambazo wamezidemand, halafu upangiwe tarehe nyingine huu mchezo. Kitu ambacho hii ligi tunaweza kujikuta inaisha 2027. Kwangu mimi nadhani kuna kazi kubwa ya kufanya ambayo bodi ya ligi inatakiwa wasimame kama bodi inayosimamia ligi kuu Tanzania bara, lakini TFF wasimame kama baba wa mpira Tanzania, wafanye maamuzi ambayo yatakuwa na interest pana na manufaa makubwa kwa mpira wa Tanzania. Of course, yani kama uchunguzi umeshakamilika kama alivyosema Alikamwe, maana yake ni kwamba tunapaswa kuambiwa ni nini kilitokea. Unajua kitu ambacho kinatengeneza sintofahamu ni pale ambao kuna exceptionals, kwamba kuna watu wanapaswa kuzungumzwa na kuna watu hawapaswi kuzungumza. Tuko kwenye taifa ambalo wote tuko chini ya sheria. Hata kama ni kiongozi aliyetoa hayo maelekezo ni kiongozi serikalini, kama uchunguzi umebainisha ni kiongozi aliyeko serikalini, maana yake ni kwamba ametumia nafasi yake vibaya, anapaswa kusemwa, Watanzania wajue aliyechangia kuharibu mchezo wa tarehe 8 ni kiongozi fulani, bila kujalisha nafasi yake. Inawezekana ni mwana Simba, inawezekana ni mwana Yanga, lakini bila kujalisha ni mfuasi wa timu gani, bila kujalisha nafasi yake, kwa sababu kilichofanya maamuzi pale ni utashi wake yeye. Yani aliamua kufikiri kawaida, akaona anachokifanya kina manufaa kwangu. Yani aliangalia ile personal interest. Ndicho alichokiangalia. So kama ni mtu ambaye aliangalia personal interest akasahau interest za Watanzania, ni time ya wao kubaini kwamba zile nafasi wanazopewa ni nafasi ambazo wanapaswa kuzitumikia vizuri, kwa sababu wameazimwa na Watanzania. Ni leo au kesho hapo kwenye hizo nafasi, so wanapaswa kuishi kama Watanzania wa kawaida, waishi chini ya sheria. Kitu kimoja tu ambacho TFF na bodi ya ligi wanapaswa kukifanya, wasimamie mamlaka ya walionayo. Yani watumie mamlaka yao vizuri kuokoa mpira wa Tanzania. Trust me. Ikitokea katibu mkuu wa TFF amejiuzuru, CEO wa bodi ya ligi amejiuzuru, kamati ya masaa 72 imevunjwa, then tubaki tunasubiria kile kipengele cha cha bodi ya ligi ambayo iko huru. Kuna kitu tutakuwa tumekitengeneza kibaya sana. Kitu ambacho kitakuwa ni kibaya ni pale ambapo itatokea bragging right, wana Yanga
watakuwa wanasema sisi ndio tumeutengeneza mpira wa Tanzania. Hicho ni kitu kibaya sana. Ni engo mbaya sana pale ambapo mtu anaanza kujiona bora kuliko mwingine. TFF wasimame kama baba wa mpira. Ni kweli wana makosa yao. Kuna vitu ambavyo sio vya kimpira wanavyovifanya, lakini kwa hili wasimamie kwanza kanuni, halafu watajirekebisha ili tuweze kuwa na nchi ambayo ina ligi inayoenda bila makando kando. Makando kando ni mengi sana kwenye ligi yetu, mengi sana. Yanga hawa wanaolalamika leo ni miongoni mwa timu mbili zinazonufaika sana na makosa ya waamuzi. Ni makosa ya TFF, ni makosa ya bodi ya ligi. So tuliani tarehe 15 inatakiwa ni tarehe ya kuseti president. Yani ikumbukwe kwamba tarehe 15 Yanga wakupeleka timu na kuna kitu walikutana nacho. Trust me, Yanga hii jeuri ya kusema guseni pointi 15 hawana chochote kile cha wanachoweza kuifanya TFF. Hawana cha kuifanya TFF. Sawa, wanaweza wakasema tutafanya chini juu, rais wa TFF aondoke, ataondoka rais wa TFF, lakini TFF itaendelea kuwepo. Na hata kama Yanga wasipomuondoa kwa vyovyote vile wanavyojua wao, ipo siku Waleskalia ataondoka. So ni moment ya mamlaka kusimama, wasimamie kanuni, wasimamie utaratibu, mpira wa Tanzania uheshimiwe. Hiki kinachoendelea sasa hivi ni kuudhalilisha mpira wa Tanzania. Ndugu yangu, tuko kwenye moment ambayo hatupaswi tena kutumia busara. Busara ndizo zilizotufikisha hapa. Kosa la kwanza la busara lililosababisha tufikie hapa ni kitendo cha bodi ya ligi kuwakubalia Simba kutokucheza ule mchezo wa tarehe 8. Lile ni tukio la busara la hovyo sana ambalo limewahi kufanywa kwenye mpira wa Tanzania. Kwa nini tuendelee kutumia busara ambazo zimekuwa zikituletea majanga kila siku? Tufuate utaratibu. Wameshapanga tarehe, kipigwe. Yanga wasipeleka timu wakati wa hizo alama 15, Simba wapewe alama 3. Ikitokea Simba wamekuwa mabingwa, wapewe ubingwa wao, tuendelee na msimu ujao. Yanga watakuwa wametusaidia kutengeneza mpira wa Tanzania kwa kusababisha kanuni zisimame, kwa sababu naamini kanuni itakayomwadhibu Yanga ndio hiyo itakayomwadhibu kila mtu. Ni kwa sababu Simba na Yanga haziadhibiwi, ndio maana kanuni zinakuabudu. Lakini zikishaanza kufanya kazi kwa Yanga, zitafanya kazi kwa Simba, zitafanya kazi kwa Mashujaa, zitafanya kazi kwa kila timu. So kinachotakiwa tarehe 15 ni tarehe ya kuseti president. Ile president ikishawekwa kwamba Yanga aliadhibiwa kwa tukio hili, haipo mwingine yeyote atakayeinuka na kufanya chochote against sheria. Maoni yangu, natamani ingekuwa rais wa TFF. Ningehakikisha kila kitu kinabakia constant kwa sasa. Tarehe 15 Yanga waje wacheze mpira. Baada ya hapo kila atakayeonekana kutaka kuuchafua mpira wa Tanzania anakutana na rungu. Ndicho kitu ambacho kitaisaidia Tanzania. Nitatoa historia ndogo kidogo. Italy walipitia kwenye wakati mgumu sana wa kiuchumi. Lakini alivyoingia Benito Mussolini ambaye anatajwa kama watu miongoni mwa watu katili sana kwenye taifa la Italy. Lakini huyu aliyekuwa anaonekana katili kwenye taifa la Italy ndio aliyofanya uchumi wa Italy ukainuka, na leo Italy ni moja kati ya mataifa makubwa sana yanayotajwa duniani kwenye uchumi. So inabidi apatikane Benito Mussolini wa TFF. Atumie mamlaka, apige rungu bila kujali yeyote yule, bila kumuonea yeyote yule, ili kuanzia msimu ujao tuwe na ligi inayofuata taratibu. Hivyo tu.